Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, anaona kwamba mazungumzo yanayoendelea katika usitishaji wa mapigano ni kama vile Ukraine inaonewa. Ni baada ya kueleza kwamba Urusi imewashawishi maafisa wa Marekani. Rais huyo wa Ukraine anadai kwamba huenda Urusi ilishawishi wanachama wa utawala wa Marekani kupitia habari. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amedai katika mahojiano na jarida la Time. Maoni yake yanakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump amekiri baadhi ya wasiwasi wa Moscow kuhusu sababu kuu za mzozo huo. Hizi ni pamoja na ukosoaji wa mara kwa mara wa Kremlin wa NATO kuendelea kupanuka kuelekea mipaka ya Urusi na upinzani wake wa kuifanya Ukraine kuwa mwanachama wa umoja huo. Akizungumzia mawasiliano ya hivi majuzi kati ya Urusi na Marekani, hususan simu kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, Zelensky alisikitika kwamba ikulu ya White House ilikuwa ikipokea taarifa zinazotoka Moscow wakati wa simu ya hivi karibuni. Putin alimwambia Trump kwamba vikosi vya uvamizi vya Ukraine vimezingirwa katika mkoa wa Kursk wa Urusi, lakini Zelensky alikuja kukanusha madai hayo. Ninaamini Urusi imeweza kushawishi baadhi ya watu kwenye timu ya White House kupitia habari, Zelensky aliliambia jarida hilo. Ishara yao kwa Marekani ilikuwa kwamba wa Ukraine hawataki kumaliza vita na kitu kifanyike kuwalazimisha, na wakati huu Marekani ipo katika mpango wa kuilazimisha Ukraine katika kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa miaka mitatu. Kulingana na mwandishi wa Time Simon Schuster, wakati wa mahojiano, Zelensky alimuonyesha picha tatu za uchoraji zikiwa zimening'inia kwenye chumba kidogo nyuma ya ofisi yake huko Kiev. Moja inafafanuliwa kuwa anaipenda zaidi, inaonyesha Kremlin ikiwa imeteketea kwa moto. Alisema kwamba kila moja ya picha hizo ni kuhusu ushindi. Urusi inadai imeshinda na ndizo taarifa ambazo inazipeleka kwa Marekani. Tangu kuongezeka kwa uhasama mwaka 2022, Urusi imesisitiza mara kwa mara kwamba bado iko wazi kwa mazungumzo ya utatuzi wa amani wa mzozo huo, na imeishutumu Kiev kwa kukataa mazungumzo na kujaribu kurefusha mapigano. Mnamo Februari, wakati wa mkutano katika ofisi ya Oval, Trump na makamu wa rais JD Vance walimlipua hadharani Zelensky juu ya kukataa kwake kufanya mazungumzo na Urusi. Kufuatia mkutano huo, utawala wa Marekani ulitangaza kusitisha kwa muda misaada ya kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Msaada wa Marekani kwa Kiev ulianza tena baada ya Ukraine kukubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30. Wiki iliyopita, baada ya Putin kupiga simu na Trump, Moscow ilikataa makubaliano kamili, lakini iliidhinisha kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja juu ya mapambano huko nchini Ukraine na kuachana na kushambulia maeneo ya nishati. Zelensky baadaye alikubali kipimo hicho. Hata hivyo, maafisa wa Urusi wameishutumu mara kwa mara Kiev kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo muhimu ya miundombinu ya nishati kwenye eneo la Urusi. Moscow imeshikilia kuwa hatua za Ukraine, ikiwa ni pamoja na mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya kiraia, zinahalalisha sifa ya serikali ya Kiev kama utawala wa kigaidi na zinaonyesha kuwa haitaki amani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Utapata mengi yanayojiri duniani.